utukufu wangu. Anasema kila mmoja hujulikana kwa jina lake. Umeona? Na aliwaumba au aliwafanya kwa ajili ya utukufu wake yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe mwanadamu unajulikana, unatambulika kama mwanadamu kwa jina lake yeye Mungu, na alikufanya wewe, alikuumba wewe kwa ajili ya utukufu wake. Mtu wa Mungu. Kwa hiyo haleluya. Kwa hiyo Mungu amekuumba wewe, Rosairamanta. Mungu amekuumba wewe, Mungu amekufanya wewe utambulike wewe kama mwanadamu katika jinsi ulivyo, kuanzia uso wako kwenye nywele paka kwenye miguu. Mungu amekuweka utambulike kwa jina lake yeye. Yoyote anayekuona wewe anaona ya kwamba huyu mtu ni mfano wa Mungu, ni Mungu aliyemuumba. Ndipo akakwambia kwamba ili yeye apate kutukuzwa. Wapo wengi leo hii wewe hawamtukuze Mungu. Wapo watu wengi wasiomtukuza Mungu, na wapo wengi sasa hivi hawataki hata kutambulika kwa jina la Mungu, maana kwamba wangekuwa na uwezo wangefanya mambo tofauti. Ndio kwa maana wengine wanajifanya watakavyo, wanataka kujibadilisha maumbile, wanataka kubadilisha ngozi, wanafanya vyovyote wawezavyo, wanataka kukataa kutambulika kwa nguvu ya nani? Ya Mungu au kwa jina la Mungu. Mtu wa Mungu, hakikisha unarekebisha mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yawe sawa, na hakikisha unatambulika wewe kwa jina la nani? La Mungu, katika tembea yako, katika ongea yako, katika vaa yako, katika matendo yako, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unayewakilisha Mungu duniani. Watu wakuonapo wewe wanasema kweli Mungu yupo, kwa sababu Mungu watamuona kupitia wewe, na shetani pia watamuona kupitia wewe. Kwa hiyo wewe ndiye utakayechagua ujulikane kwa kumwakilisha shetani au ujulikane kwa kumwakilisha Mungu. Lakini Mungu amekuumba, amekufanya wewe kwa jina